ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. wanakuuliza juu ya Dhulqarnain, sema nitakupeni habari zake kwa mukhtasar, nitakupeni habari zake kwa ufupi, nitakuhadithieni katika sehemu ya habari zake. inna makkanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli shay'in sababa. Huyu Dhulqarnain akasisi tulimmakinisha katika ardhi na tukampa kila njia azitakazo katika kuyafikia makusudio yake. Faatba'a sababa, basi akazifuata barabara hizi njia alizopewa na Mola wake mlezi. Hatta idha balagha maghriba ash-shamsi wajadaha taghrubu fi 'aynin hami'atin wa wajada 'indaha qauma qulna ya dhal qarnayn imma an tu'adhiba wa imma an tattakhidha fihim husna. Tukasema kumwambia Dhulqarnain, asema hatta idha balagha maghrib ash-shamsi, mpaka alipokwenda akatembea akafikia katika sehemu ya jua linapochwea, kwa maana linapozamia. Wajadaha qauman, katika sehemu hiyo akakutana na watu. Hawa watu wanatajwa kwa ni watu waliotopea katika ukafiri. Allah subhanahu wa ta'ala asema qulna, tukasema kumwambia Dhulqarnain, imma an tu'adhiba, ukiamua unaweza kuwaadhibu watu hao, wa imma an tattakhidha fihim husna, na ukiamua pia unaweza kuwafanyia wema. Allah anaeleza majibu ya Dhulqarnain akasema, qala amma man zalama fasawfa nu'adhibuhu thumma yuraddu ila rabbih fayu'adhibuhu 'adhaban nukra. Asema wale waliofanya udhalim wa kudhulumu nafsi zao, bali na kuwadhulumu watu wengine, fasawfa nu'adhibu, sisi tutamuadhibu. Baada ya kumlingania ikaonekana haelekei katika njia, basi sisi tutamuadhibu. Kisha baada ya hapo atakuwa na adhabu nyingine atakayokwenda kuadhibiwa na Mola wake mlezi katika maisha ya akhera, na hiyo itakuwa ni adhabu kubwa kabisa kuliko adhabu atakayoipata katika haya maisha ya dunia. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala asema, thumma atba'a sababa wa amma man amana wa 'amila salihan falahu jazaa'an husna wa sanaqulu lahu min amrina yusra. Asema ama yule atakayelinganiwa juu ya imani na akaifuata vizuri na akafanya vitendo vizuri, akajiepusha na dhulma za aina zote, huyu tutampa malipo mazuri kwa namna mbili. Kwa maana hapa duniani tutakuwa na mwenendo nao mzuri, tutashikamana naye vizuri, tutamfanyia mambo mazuri, lakini huko akhera pia atakutana na Mola wake mlezi, atampa malipo mazuri zaidi, na hata kauli yetu kwake itakuwa ni kauli nyepesi, yani itakuwa ni kauli nzuri ambayo tutakuwa tunazungumza naye. Ama yule kinyume chake aliyetajwa kabla, manake kama ameshindwa kuelewa lugha ambayo ni ya kulingania, itatumika nguvu ili apate kuelewa. Thumma atba'a sababa, kisha baada ya kufika katika machweo haya na akalazimika kufanya haya, Allah anaeleza akaendelea kufuata njia barabara alizoelekezwa na Mola wake mlezi. Hatta idha balagha matli'a ash-shams wajadaha tatlu'u ala qaumin lam naj'al lahum min duniha sitra. Akaendelea na akatembea mpaka akafikia katika sehemu ya jua kutokea, kwa maana linapochomozea, na hapa akawakuta watu ambao
hawajastiriwa kabisa, hawajawekewa kizuizi chochote cha kuwastiri na jua hili. lam naj'al lahum min duniha sitra kadhalika waqad ahatna bima ladayhi khubra. Allah anasema ndivyo hivyo, kwa habari yake chache ambayo mlitaka kuijua, ndivyo hivyo na habari zake tunazo nyingi za kutosha kabisa. Labda niwarudishe kidogo nyuma, nikurudishe nyuma kidogo. Sababu ya kuteremka aya hizi, palikuwa na maswali yaliyokuwa yamemfikia Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika swala la uthibitisho wa utume. Wako watu wakakataa, wakasema kama kweli wewe ni mtume. Wakaendea wakongwe, wakasema kuna mtu anadai utume katika mji wa Makka, na wamewaendea watu Mayahudi katika sehemu ya Madina. Wanasema tunataka ithbat, kuthibitisha kwamba huyu kweli atakuwa ni mtume. Ni maswali gani tunaweza kumuuliza ili athibitishe kwamba huyu ni mtume? Moja katika mambo ambayo waliwaambia, akaba kamuulizeni mambo ambayo yametokea wakati hayupo na hayajaandikwa popote. Kamuulizeni, moja katika maswali ilikuwa ni pamoja, mwambieni akuelezeni habari juu ya Dhulqarnain. Ni habari za nyuma sana kabla ya ujio wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na wakiwa na hakika kwamba habari hizi hawezi kuzipata kwa yeyote. Na moja wao pia tuliona ni katika habari za ashabul kahfi. Sasa katika sehemu hii ya Dhulqarnain, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema wanakuuliza juu ya Dhulqarnain, waambie nitakuhadithieni kidogo. Yani siwezi kukupeni habari yote, lakini kwa hitajio la swali lenu nitakujibuni kwa ufupi. Saatlu alaykum minhu dhikra, ndio ikaelezwa hapa. Sasa hapo naona Allah Subhanahu wa Ta'ala asema kadhalika waqad ahatna, ndivyo ilivyo hivyo, waqad ahatna bima ladayhi khubra, na tunazo habari nyingi kuhusiana na huyo Dhulqarnain. Kisha akamaliza hii safari mbili, anaeleza safari ya tatu ya Dhulqarnain. Thumma atba'a sababa, kisha Dhulqarnain akaendelea na safari yake, hatta idha balagha baina as-saddain wajada min dunihima qauman la yakaduna yafqahuna qawla. Asema akaenda mpaka akafika katika sehemu kuna milima miwili, na nyuma ya milima hii palikuwa na jamii ya watu, lakini moja ya sifa ya watu hawa walikuwa hawaambiliki. Yani kusikia jambo mpaka utumie nguvu sana, walikuwa hawaambiliki. Lakini pia hapa pakawepo na watu wengine ambao walipopata uzoefu kidogo kwa kumuona Dhulqarnain kwa muda kidogo aliyokuwepo katika sehemu hiyo, wakahisi huyu bana anaweza kutatulia shida yetu. Shida yao ni ipi? Wakaieleza. Qalu ya Dhulqarnain, wakasema ewe Dhulqarnain, inna Ya'juja wa Ma'juja mufsiduna fil ard, hakika Ya'juj na Ma'juj wanafanya ufisadi katika ardhi yetu, wanatuonea, wanafanya vurugu, wanafanya uharibifu wa kila aina. Na hawa ndio watu ambao walikuwa nyuma ya hii milima, na yanatajwa kwa wepesi kwamba haya ni makabila mawili tu, Ya'juj na Ma'juj, wala mtu asianze kwenda kwenye tawili kubwa nje ya kile ambacho Mwenyezi Mungu amekieleza. Ni makabila mawili katika maeneo ya Asia, lakini bakie kwamba kwa majina yaliyofahamika ilikuwa ni Ya'juj na Ma'juj. Wakaeleza kwamba watu hawa wanatufanyia ufisadi katika ardhi, wanatuonea, lakini pia wanakuja wanafanya uharibifu. Hatuwezi kuzungumza nao wakaelewa kwa wepesi. Basi je, tunaweza kukupa ujira, tukulipe kwa kadiri tutakavyoweza kwa mapatano yetu, ili utuwekee kizuizi baina yao wasiweze kuruka kuja huku? Allah Subhanahu wa Ta'ala asema akimnukuu Dhulqarnain,
qala ma makanni fihi rabbi khair fa'inuni biquwwatin aj'al bainakum wa bainakum radima. Dhulqarnain akasema, kile ambacho Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amenipa mimi ni bora zaidi kuliko ujira mnaofikiria kunilipa, lakini hili jambo nitalifanya bure, yani nitakusaidieni, kukuwekeeni kizuizi bure. Ninachokiomba kwenu, nitaomba nipate rasilimali watu, nipate nguvu ya watu ya kufanya kazi. Fa'inuni biquwwa aj'al bainakum wa bainakum rajma, mtaweka baina yenu na ukuta, baina yenu na wao ukuta, hawataweza kuvuka kutoka upande wao walipo kuja katika sehemu ya upande wenu. Tukumbuke Allah Subhanahu wa Ta'ala asema, wa atainahu min kulli shay'in sababa, yeye alikuwa amepewa katika kila kitu ambacho anakihitaji kwa ajili ya kufikia makusudio yake, alikuwa amepewa. Kwa hiyo akawaambia, nipeni nguvu, nipeni watu wa kufanya nao kazi, halafu nitakuonesheni namna ninavyoweza kuweka ukuta. Atuni zubara alhadid, leteni vipande vya chuma. Hatta idha sawa baina as-sadafain qala anfukhu, mpaka vile vipande vya chuma vilipokuwa vimejazwa katika sehemu ya wazi, katika ile sehemu ambayo anakusudia kuweka ukuta, qala anfukhu, akasema pulizeni. Wale watu wanashughulika na vyuma, katika uchomaji wa vyuma wanajua vizuri. Qala anfukhu, akasema pulizeni vizuri. Hatta idha sawa baina as-sadafain qala anfukhu hatta idha ja'alahu nara, vile vyuma wakaendelea kupuliza mpaka vikawa ni moto mtupu, vikawa ni vya moto sawa sawa. Hatta idha ja'alahu nara, mpaka vikawa ni vya moto sawa sawa. Kisha akasema achukua vyuma hivi sasa kama shaba, kumwagilia kwenye ule ukuta ambao ameutengeneza. Kwa maana kwa mazingira ya kwetu ni kama unavyotumia zege katika kuimarisha ukuta. Sasa yeye badala ya kutumia zege ametumia chuma ya moto iliyoyeyushwa, aikeweka vile. Kwa hiyo ikawa hakuna uwezekano wa kutoboa, lakini hakuna uwezekano wa kuruka, kwa maana ule urefu ulikwenda sawa sawa na milima, urefu sawa na milima. Lakini katika upande wa kuimarisha akatumia ule uji wa vipande vya chuma vilivyoyeyushwa. Qala ma makanni fi rabbi khairun fa'inuni biquwwa aj'al bainakum wa bainakum radima atuni zubara alhadid hatta idha sawa baina as-sadafayn qala anfukhu hatta idha ja'alahu nara qala atuni ufrigh alayhi qitra fama ista'u an yadhharuhu wa mastata'u lahu naqba. Asema hawakuweza tena kuanzia siku hiyo kwamba wana uwezo wa kuruka kule juu kwa sababu ya urefu wake, hawawezi tena, lakini pia hawana uwezo wa kutoboa kwa sababu ya uimara uliokuwa umewekwa. Ikhwati fillah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwa Allahi maratan ukhra. Kwa mara nyingine ninakuhusieni pamoja na kuhusia nafsi yangu juu ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa mukhtasari, katika aya ambazo tumezipitia kabla ya kuona mafunzo, tumeona kwamba Dhulqarnain ni mmoja kati ya waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, na katika ishara zake Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, watu waliopata kuitembea dunia ni kama watu wa ajabu waliopata kutokea katika dunia hii katika miaka mingi kabisa kabla ya ujio wa Nabii Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na habari zake zimeelezwa kwa mukhtasari, na kama ilivyokuja kwa ashabul kahfi tukaambiwa tusichokonoe zaidi ya kile alichotueleza Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, basi pia kwa Dhulqarnaini wala tusichokonoe wala kukuza jambo zaidi ya vile ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala ametueleza.
Habari zake zimeelezwa kwa mukhtasari kulingana na hitajio la waulizaji, lakini pia kulingana na hitajio la wanaosimuliwa ambao ni sisi katika sehemu ya kujifunza. Dhulqarnain alisifika kwa kupewa na nguvu kubwa. Kwanza ilikuwa ni nguvu ya kiwiliwili, na kisha akapewa nguvu ya kisiasa, lakini akawa na kila kitu wanachokuwa nacho wafalme wote katika nguvu za kijeshi, nguvu za silaha na vifaa vyote vinavyohitajika kuzingira mji na kuuteka kwa namna yote anayotaka. Alikuwa amejaliwa hilo, lakini alikuwa na mamlaka juu ya ardhi kiasi cha kunyenyekewa na falme zote za wakati huo, na hii inakusudiwa mataifa yote ya Kiarabu pamoja na mataifa yote ya Kiajemi yalinyenyekea na yalikuwa akimtumikia. Na pengine tofauti na Nabii Suleiman, yeye ana namna alivyokuwa ametiishiwa vitu kwa namna tofauti, lakini ukija kwa Dhulqarnain, yeye yuko physically, anakwenda na anatembea, pengine ukitofautisha na Nabii Suleiman. Na kwa mujibu wa Qur'ani hapa kurejelewa kama Dhulqarnain ni katika manabii, bali ni katika wateule wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliyokusudia kuonesha ishara zake kwa wanadamu, ili waone kwamba Mwenyezi Mungu akiamua kukunyanyua basi hakuna mtu anayeweza kukuangusha. Na wengine wanasema hii jina la Dhulqarnain alipewa kwa sababu Dhulqarnain ikiwa na maana ya pembe mbili. Anasema huenda alipewa jina hili Dhulqarnain kwa sababu ya kutembea pembe mbili za dunia, kwa maana amekwenda mashariki mpaka sehemu yake, lakini pia akaenda katika pembe ya magharibi. Lakini pia alipewa ujuzi mwingi wa kutosha. Alikuwa na ujuzi wa nadharia, kwa maana kama ni maarifa ya kawaida alikuwa nayo, lakini pia alikuwa na ujuzi wa amali, kwa maana ya ufundi kwa kiwango ambacho angetaka mwenyewe, kama tulivyoona katika sehemu ya usimamishaji wa ukuta. Lakini pia alikuwa na fikra tunduizi, alikuwa na uwezo mkubwa wa kufikiri katika kushughulika na matatizo ya umma, na hakuna jambo ambalo lingeweza kutokea linahitaji ufumbuzi akashindwa kwa namna ambavyo Allah Subhanahu wa Ta'ala alikuwa amemwezesha. Na kazi zake kubwa kama tulivyoona katika historia na kama tutakuja kuona katika sehemu ya mafunzo, huyu alikuwa ni dai wa kimataifa. Huyu alikuwa ni mlinganizi wa Uislamu katika ngazi ya kimataifa, na bila shaka ukisoma katika history, miongoni mwa watu ambao tutasema wametembea sehemu kubwa ya dunia so far kwa kuzingatia jiografia ya wakati wake, sio jiografia ya wakati wetu tuliopo. Huenda nyakati hizo Tanzania pengine bado hapajatokea, bado ni mapori tu inawezekana kwa wakati huo. Lakini pia katika dawa yake alilingania kwa nadharia, kwa maana ya kufikisha maarifa, lakini pia Dhulqarnain alilingania kwa matendo, kwamba yale yanayohitaji kutendwa basi alifanya matendo kwa ushirikiano na jamii, lakini yale ambayo yalitakiwa kufikishwa kwa njia ya mazungumzo basi pia alifikisha kwa njia ya mazungumzo. Na katika ulinganizi wake ilikuwa kubwa kwamba ni imani juu ya Allah Subhanahu wa Ta'ala pamoja na kuwa na matendo mazuri. Imani juu ya Allah Subhanahu wa Ta'ala pamoja na matendo mazuri. Na kama tulivyosema kwamba alitembea mpaka kufika machweo ya jua, kwa maana pale linapozamia, na wala sio kwa kiwango kama inavyotajwa kwenye Qur'ani. Imetajwa fi ainin hamia, yani alifika katika sehemu ya chemchem ambapo pengine ukitazama kwa macho unadhania kwamba jua linazamia pale, na wala sio kwamba aliona kabisa jua likiwa linazama linaingia kwenye hiyo bahari. Sio upeo huo kwamba alikaa akaona kabisa ile hapa jua linaingia, hasha wakalla.
Ninachozungumza ni ile taswira kwamba namna alivyokuwa katika eneo la karibu, aliona kabisa kama jua linavyokwenda kuingia, kama linaingia katika sehemu ya bahari, na lakini pia akapata nafasi ya kufika katika maeneo ya mashariki mpaka katika pembe ambapo jua pia linatokezea, kwa maana anaona ule wepesi wa kutokezea. Na katika safari hizi alifanya kazi kubwa mbili. Moja ilikuwa ni kujenga ukuta mrefu usawa na milima, kama tulivyoona, kwa maana ni ukuta ambao unatokana na chuma kilichoyeyushwa kama sehemu ya kuimarisha ule ukuta, na huu ukuta utabaki mpaka siku ya Kiyama, kama tutakavyokuja kuona katika zile za mwisho katika hitimisho, kwamba huu ukuta utakuwepo mpaka wakati utakapofika Kiyama. Basi Mwenyezi Mungu mwenyewe atauvunja ukuta huu, kwa sababu wakati huu sasa itakuwa inaelekea yauma tubaddalu al-ardu ghayra al-ardi was-samawati matwiyatun biyamini, kwamba ardhi sasa itakuwa si ardhi mlioizoea, itakuwa hakuna kizuizi chochote ambacho kinaonekana, litavunjwa kwa nguvu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ilikuwa ni kazi kubwa ambayo aliifanya, lakini pia alifanya kazi ya ulinganizi wa imani, bila shaka imani ya Kiislamu. Lakini pia aliwatangazia watu wote wa wakati wake wamwamini Allah subhanahu wa ta'ala, na kwamba watalipa wema kwa wema, lakini wale watakao kaidi wataingia katika mamlaka yake, itawatikisa mpaka wachague ima kuamini au kuacha upuuzi ambao watakuwa wakiufuani. Na wito wake wa iman na matendo mazuri ulilinganiwa pande zote, katika mashariki pamoja na upande wa magharibi. Na baada ya haya tumuombe Allah tabaraka wa taala atutosheleze kwa siku ya leo, na kutana inshallah katika darasa lijalo ama katika hutuba ijayo, ili tuweze kupata mafunzo yatokanayo katika kila kipengele ambacho Dhulqarnain amehusishwa na Allah subhanahu wa ta'ala katika masimulizi. Tukumbuke tena kwamba ma kana haditha yuftara, haya masimulizi sio hadithi za kuburudisha tu, lakini inakusudiwa watu wachukue mafunzo na wajikague katika kuyahusianisha kwenye maisha yao ya kila siku. Wafaqana Allahu lima yuhibbu wa yarda.